Wouldn't say kwamba hiyo ni kuanza vibaya. Na msimu huu mna malengo ya kumaliza kwenye nafasi ya kwanza. Unaiona hiyo mbele ya mwalimu mgeni? Of course, linawezekana. Ndani ya siku 4 tu ambazo mwalimu amesimamia timu, nafikiri mliona mchezo wetu dhidi ya Pamba. Tulikuwa na wakati mzuri sana. Paka man of the match anakuwa kipa wa timu pinzani, maana yake ni kwamba mlifika. Haikuwa tuna namna hiyo siku. Kwa hiyo ilikuwa ni duo dai, lakini haikuwa na namna yoyote ya sisi kupata ushindi. Fortunately tulikunja tu alama moja. Na tukizungumza kuhusu malengo ya msimu, of course malengo ni kucheza Champions League tena msimu ujao, na probably kwenye nafasi ya kwanza, na ni jambo ambalo linawezekana kwa sababu huu mpira sio wa mtu yoyote. Huu mpira ni wa kila mtu. Yoyote ambaye atakuwa amejipanga vizuri, nafikiri ndo atakuwa kwenye nafasi nzuri zaidi, na probably tunadhani kwamba hiyo nafasi tunayo. Tuna bench nzuri ya ufundi, tuna wachezaji wazuri, tunayo quality, facilities zetu nafikiri mmetembea leo hapa mmeziona maeneo ambayo tuna train. So bado tuko kwenye aim ya ubingwa na kucheza Champions League kupitia hiyo tiketi. Watu walidoubt sana mchezo wenu dhidi ya Pamba. Makosa ya kimaamuzi yale. Kana kwamba Pamba angechukua alama 3 mbele yenu. No, mimi sidhani kwamba shirikisho linaweza likatugea refa kiazi. Marefari viande wakatuchezeshea mpira wetu, sidhani. Ni watu ambao wamepita kwenye hizo testi zao. You don't know, maybe alikuwa na siku mbaya kazini, alikuwa na siku mbaya kazini ambayo ilikuwa ina mpa nafasi ya kufanya errors mbalimbali uwanjani, lakini haifuti weledi wake kwenye kazi yake. Of course alifanywa mtu foul nje ya 18, nje kidogo ya 18. Mimi ni miongoni mwa watu ambao walishika kichwa nikasema mtume penalty. Umeelewa sijui? Lakini fortunately ilikuwa ni foul ya kawaida ambayo mwamuzi aliamua, na baada ya kuzungumza na msaidizi wake nafikiri wali agree kwamba ilikuwa ni foul ambayo imefanyika. Kwa hiyo nilishapuliza kipenga kuashiria kwamba ni free kick nje ya 18. Na kama ingekuwa ni timu ambayo ingeweza kuutilize vizuri, maana yake ilikuwa bado wana nafasi ya kutengeneza goli kupitia ile nafasi, na ilikuwa nafasi ambayo inaekaeka sana. Kwa hiyo to me refa nafikiri alikuwa sawa kwa incident ile. Mengine ni makosa madogo madogo ambayo kila mtu anayo. Vikombe vikiwa vimetulia kabatini vinagusana. Takuwa refa uwanjani anakimbizana na wanaume 22. Kawaida. Mchezo mnaofuata kucheza ni dhidi ya KMC. Kama wachezaji, kama uongozi na wachezaji mnaongea nini? Manake mechi 2, alama 2. Of course, na usisahau hatujafunga wala hatujafungwa. Kuto kufungwa ni sawa, lakini kuto kufunga goli ndio swala ambalo limezua mjadala kidogo, na ni jambo ambalo linafanywa kazi. Nafikiri mchezo wa KMC watu wataiona timu yetu ikiwa imeimarika zaidi, kwa sababu mwalimu amepata muda wa kuiona timu kwa muda mfupi kabla ya mchezo wa kwanza dhidi ya Pamba, na baada ya mchezo wa Pamba amerudi tena kwenye ubao wake, amejua kwamba ni wapi tena anatakiwa kupagusa. Msisahau kwamba mwalimu ni mgeni na ana inject kitu kingine kipya kutoka kwenye project ile iliyopita. Anafanya maboresho. Kwa hiyo KMC wao na timu nzuri sana. Chukuchuku ana bonge la timu. Bonge la timu Chukuchuku analo. Anileteni hiyo. Ongea na shabiki wa Azam, maandalizi yenu. Tuko vizuri, tumejiandaa vizuri, tunamshukuru Mungu kwamba tunaendelea na ratiba yetu ya mazoezi. Wachezaji wetu wote wako fit. Bench letu linaendelea kufanya kazi yake kwa umakini wa hali ya juu sana. Assessment ya kile kilichofanyika kwenye mechi iliyopita kinaendelea kufanyika. Kwa hiyo nafikiri ni wao wamebaki waje waione timu yao ikiwa inacheza. Hii minongono ipo. Mashabiki wetu sisi wa Azam Football Club ni wachache kwa uchache wao, lakini wana nafasi kubwa sana kwenye mioyo yetu. Wamekuwa kiipambania timu, na hivi ambavyo unawasikia wanalalamika huko ni kwa sababu ya mapenzi makubwa waliokuwa nayo ndani ya timu. Wanatamani kuiona timu ikiwa inapata matokeo mazuri ya ushindi, wanatamani kuiona timu kwenye hayo matokeo mazuri ya ushindi inafunga magoli mengi. Ndio maana unaona wanasononeka. Ingekuwa sio mashabiki wetu kweli, ingekuwa watu hawatupendi kwenye mpira wetu, wasingekuwa wanalalamika wakiona timu inafanya vizuri, na lile swali lao maarufu la kwamba Azam mnakwama wapi, lile lisingekuwepo kama kweli wangekuwa watujali. Kwa sisi tutaacha miguu iongee, tutaacha strikers wetu wafanye kazi, tutaacha viungo wetu wafanyie kazi, tutaacha walinzi wetu wafanyie kazi, tutamwachia mwalimu timu tuangalie tunafika wapi, lakini tuna uhakika na kile ambacho tumekiamua ndani ya timu, na tuna uhakika na hiki ambacho tunakifanya. Ibwe, wapinzani wenu wakubwa ni Simba Sports Club pamoja na Yanga Africans, ukiachana na timu zingine. Labda Yanga. Simba hawezi kuwa wapinzani wetu. Hawana upinzani. Simba hawana upinzani na Azam FC. Labda Yanga, tena kwa sababu ya current form ambayo wako nayo. We are on top kwa timu zote mbili hizo ambazo umezitaja. Yaani hakuna mtu kushindana na sisi pale. Kuna vitu tu wanajua. Yaani wenyewe wanaelewa kwa nini nasema hivi. Hivi ninavyozungumza. Wanajua. 26 sio mbali.
Si wana timu nzuri? Tutakutana, tutaona. Okay, tuzungumzie Young Africans. Umesema ndo wapinzani wenu wakubwa. Labda. Wameboresha sana kikosi chao. Kama uongozi wa klabu huwa haiwapi pressure kubwa sana kwa timu kama hii. Kwa sasa mkiweka na malengo ambayo nyinyi mmejiwekea ya kushika nafasi ya kwanza. Ukiwa na pressure kwenye mpira utafungwa mpaka na timu inayoshika mkia. Ukiwa na pressure kwa sababu you are determined kufunguka kwenda kuchachawa, watatumia hiyo nafasi ya wewe kuchachawa kupasue. Sisi tuna concentration ya hali ya juu na timu yetu. Yaani kinachomata kwanza ni kile kinachofanyika kwa ubora na timu yetu. Ndio jambo la kwanza la msingi. Jambo la pili ni vile ambavyo tunaweza kutumia makosa ya wapinzani wetu, iwe ni ndani au nje ya uwanja. Kwa hiyo kama watakubali kupagawa na sera zetu nje ya uwanja, watajaa uwanjani, tutawapasua tena. Wakijaa kwenye mfumo ndani ya uwanja, mama, yes. Si hatuna pressure bwana kama viongozi. Tuna enjoy mpira, tunaendelea kuiboresha timu yetu, probably tutakuwa na result ambazo tunaziangalia. Kumekuwa na maneno mengi sana kila baada ya msimu unapoanza, watu wengi sana hata wachambuzi hutoa nafasi kubwa sana kwa Yanga pamoja na Simba kwa pale top. Ili nyie kama Azam huwa mnaliona, mnasikia pia na huwa mnatafakari nini? Ni vizuri kwanza kuwa wanawataja watu wengine ili sisi watutoe kwenye hizo pressure. Sisi wenyewe tunajua nafasi yetu ni ipi, tunataka kuwa wapi kwa wakati gani. Msimu uliopita hakuna ambaye alidhani kama Azam FC japo anamaliza kwenye timu 3 za juu au timu 4 kwamba tungeenda kucheza Champions League. Hakuna ambaye alikuwa anafikiria hiyo. Kwa hiyo hatukuwa kwenye pressure hiyo misukumo ya nje. Inatupa nafasi ya kufanya mambo yetu kwa usahihi, kwa utulivu wa hali ya juu na kukamilisha ndoto zetu. Kwa hiyo whatever they say, we don't care, we just do our thing. Unatofautishaje Azam ya msimu uliopita na msimu huu? Ambaye msimu uliopita ndio ilipeleka hii Champions League. Sasa mna timu ya msimu mwingine mpya. Mnazungumzia ni ngumu na bado ni mapema kuiassess timu ambayo ina mwalimu mpya ambaye ameshacheza mechi moja mbele ya timu ambayo probably ina mechi ambazo hazipungui 40. Ni ngumu sana. Nafikiri tunahitaji muda kidogo, kwa dakika chache, kwa wiki chache, kwanza mwalimu aiangalie timu yake, aishike, aiboreshe ambako anataka kuboresha, ainject naye style yake ya kucheza kutoka kwenye project ambayo tulikuwa nayo tangu msimu uliopita. Alafu baada ya hapo nafikiri tunaweza tukawa na probable cause ya kufanya evaluation kwamba ya msimu uliopita na hii ipi kali. Ila nililala nikaoteshwa. Hii Azam ya msimu huu hii, tuombe Mungu. Nimeoteshwa. Nimeoteshwa, sio mimi niloota. Nimeoteshwa mimi, sio mimi niloota. Kaota mtu mwingine Sharifu. Mtu ana vitu vyake. Kaniambia Azam ya msimu huu itakuwa Azam ya moto sana. Watu watakufa sana hapa. Vibaya mno. Hao watakao kuja huko. Watachagua tu, wanazika, wanasafisha. Ila kwa hali halisi naona watazika hapa kwa sababu miili itakuwa inaharibika sana. Watazika hapa. Okay, shukrani. Kwa muda ambao mmekuwa na Blanco, jinsi ambavyo mmekuwa na PSB, unaona kuna utofauti wote katika eneo la ushambuliaji? Tofauti ipo, na nafikiri mmeona tulibadilisha mfumo, tukawa tunatumia striker mmoja wakati tumezoea kuwa na striker na second striker ama kiungo mshambuliaji nyuma yake. Ndio hicho ambacho amekuja kukifanya mwalimu. Mechi iliyopita hapa juu alicheza Blanco na Saadun Nassor, sio? Ndio kitu ambacho kinajaribu kutengenezwa hapa. Ukiwa na watu wawili juu, wao wana maumbo mazuri, wana kasi, wana skills mguuni, ni kitu ambacho kinakupa tija. Kwa hiyo bado tunaendelea kuona. Dube alikuwa hapa kwa muda mrefu. In fact ni jana tu tumezungumza and he wishes us all the best. Jana tutakia heri sana. Jana tu heri sana kwa sababu sidhani kama alikuwa na tatizo binafsi na mtu yoyote. Kwa hiyo tunataka kuendelea kumuona kwanza Blanco, na yeye kama tunavyofanya evaluation kwa mwalimu tumpe muda. Baada ya hapo tutaangalia kwamba kuna changamoto au la. Pengine hapo kwa Prince Dube. Ibwe amecheza kwa muda mrefu katika klabu ya Azam, sasa hivi anachezea Young Africans. Mnajivunia uwepo wake? Of course, inathibitisha kwamba sisi ni wakubwa kiasi gani. Kuna mtu kaniuliza pale kuhusu timu zingine kuja kuangalia wachezaji kwetu, kuja kununua wachezaji kwetu Azam FC. Hii inathibitisha kwamba timu yenu ni kubwa kiasi gani. Yaani ukiona watu wanatoka huko anakuja kuangalia TV nyumbani kwako, TV yenu nzuri, baba yako ametafuta hela kanunua TV nzuri. Kwa sisi tuna wachezaji wazuri ambao kila mtu anatamani angekuwa nao kwenye timu yake, na ndio maana wanakuja. Kwa hiyo wale ambao wanakuja proper na sisi